Bangi hizo. Hamna kitu. Bangi gani Edo? Nilikwambia bangi hizo. Da kweli mwanangu. Da kitu kimekolea hizi. Ushaanza kumpenda. Unaita mapenzi katikati ya msitu. Unaita mapenzi katikati ya shida. Nisikize kwa makini. Tumia akili. 1 + 1 ni 2, sio 11. Alafu yule mwanamke anaweza kuvumilia njaa. Kimsingi wanasema mwanamke anaweza kukaa na njaa siku 7 ndo akafa. Lakini si wanaume ni siku 3 hadi 4 tunakufa. Kwa nini wanawake wakae siku 7 na njaa bila kufa? Na sisi wanaume tukae siku 5 na njaa tufe. Aliyakuwa sisi ndio tuna nguvu kuliko wao. Kwa sababu yule ana kifua kinamsaidia kuishi. Kwenye njaa sisi tutakufa wote, atabakia. Umefanya upumbavu. Kwani umempa mkate? Labonta, mtu atoishi kwa mkate tu, bali hata kwa neno. Sawa? Kwa acha kuzungumzia sana masuala kama hayo. Ilikuwa ni wajibu wangu mimi kumsaidia. Kama binadamu nataka tuishi hivyo. Naona umeamua kuniletea misali. Unaletea misemo katikati ya shida. Sikiza nikwambie. Yule ni mwanamke tu. Sawa? Acha kuleta mapenzi katikati ya msitu. Nisikize kwa makini. Hatuna muda wa kupoteza. Na sijakuita hapa kwa ajili ya kubishana. Kamchukue tuondoke. Kamchukue sasa hivi. Okay, sawa. Babu, siamini kama tumekutana tena katika msitu wa kutisha. Lakini nilijua kuwa wewe ni mwamba. Unaweza kusurvive katika msitu huu. Niambie, tunaweza kutoka vipi katika msitu? Manake tayari nishachanganyikiwa. Ninyo, mimi ni jasiri. Na katika michongo yote tuliopiga, mchongo mwanangu tumeingia mchongo wa kike. Msitu na vitu vya ajabu. Msitu, yani muda wote mbengele. Mimi nimechoka. Sikia mwanangu. Mimi nadhani kwamba tutapambana, tutatoka. Mimi kuua kwangu ni kitu kidogo sana. Damu yenyewe naiona kama juisi, lakini mwanangu msitu una balaa. Lakini mwanangu nakuaminia Albab. Uliweza kukaa kwenye andaki sembuse kwenye kimsitu kama hiki? Mimi na imani tutatoka. Hapa cha msingi ni kutafuta njia ya kutokea. Bas. Fina, mimi najuta kuja huku. Ningelikuwa nyumbani, haya yote yasingenikuta. Mimi nataka kurudi nyumbani na hata sijui narudije. Nancy, wewe ni mkubwa sasa. Una miaka 18. Na sheria inasema ukiwa na miaka 18 inabidi ujitegemee mwenyewe. Au unataka kuwa kama familia nyingine za Kiafrika? Mtu mna miaka 40 na bado yupo nyumbani. Kikubwa uhai. Tuondoke. Nyamshimo ipo wapi? Nyamshimo? Nyamshimo ameshakufa. Amekufa? Ndio, tulikuwa naye watatu. Wewe Nancy,
Acha masiara basi Nancy. Huyu anatamia bwana. Nancy. Nancy, hebu nie yupo serious Nancy. 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 Nie yupo serious jamani. Nipo jamuoni. Nancy. Nancy, atoka damu nie. Jamani, sasa mimi nitaondokaje? Kivipi yani? Nancy mtoto wetu amekufa na mimi ndio naondoka naye nyumbani kwao. Hivi una akili kweli wewe Fina? Wewe umeshaona Nancy kashakufa. Wewe unatakaje? Unataka tumbebe au huku kuna makaburi ya kumzika au tumekuja kuvutana kwa misaada? Kwa misikosiko yote ile ambayo umeiona bado unaanza kujali mtu aliyokufa. Unazingua yani. Unajua tumeingia katika msitu huu kama utani. Kuna wakati nahisi kama ni ndoto. Lakini nikiona mauzauza yanavyotokea, naamini hii sio ndoto tena. Wanasema pesa ni sabuni ya roho. Unajua kwa nini pesa wanaita sabuni ya roho? Kwa sababu pesa inaweza kutakatisha chochote, inaweza kuosha chochote. Lakini pesa hiyo ukiwa na shida na matatizo, hasa ukiumwa, unaweza ukafa na pesa zako. Najua ndio sababu ya kutufanya mimi kuja huko. Lakini yote kwa yote, tunaishi kwa imani na kuhesabu nyao za miguu yetu. Tumekuja huko kwa sababu pesa na mahusiano. Kama nyumbani kwetu kungekuwa na pesa, hakuna mtu angekubali kuja kuteseka kwenye shida kama hizi. Lakini hii yote ni kwa sababu ya umaskini wetu. Ninyo, siku zote mtu anayeua kwa upanga ufa kwa upanga. Unamaanisha nini Albabu? Sisi maisha yetu yalikuwa ni kuua, kukaba na kufanya vitu vya ovyo. Na pia kutoa damu ya mtu sio kitu kidogo. Na damu ya mtu inaishi na itaendelea kutusakama katika maisha yetu yote. Na damu nzito kuliko mbege. Albabu, Mungu ni ajabu sana. Humpa pesa mtu yote, awe malaya, mchawi na hata sisi. Unadhani kwa nini Mungu humpa mtu yote pesa? Hapana. Kwa sababu vyote ni vya kwake. Upasi kujilaumu Albabu. Tafute pesa. Jamani, nashukuru sana kujumuika na nyie. Na leo nimeamini kuwa mtu yote anaweza kusaidia hata kama sio ndugu yako. Toka nimefika katika msitu, nilikuja ndugu zangu wengi sana, rafiki zangu wengine wamekufa, wengine wamepotea, hata sijui wako wapi. Na niliamini katika msitu nibaki peke yangu. Lakini kukutana na nyie imekuwa kama baraka. Nashukuru sana ndugu zangu. Sawa. Jua linaelekea kuzama na kiza kinatanda. Tunahitaji tufanye maarifa
ili tujistiri kwa usiku wa leo. Unajua Labonta, tumeishi sana tukiwa wadogo. Urafiki wetu umeanzia mbali sana. Huwa najaribu kukumbuka matukio ambayo tumefanya wakati tuko watoto. Alafu yananipa picha na sasa hivi tuko kwenye mazingira kama haya. Sijaamini kama tungefika huko. Lakini leo mafanikio yametufanya tufike huko. Pesa ndio imetufanya leo tuwe hapa. Na hizi ni kumbukumbu ambazo zitabaki zinaishi kwenye vichwa vyetu hata tukija kufanikiwa. Kwa hiyo tusikate tamaa. Tuendelee kujipa moyo. Kuna siku milango yetu itafunguka, pia tutafanikiwa. Kila kitu kina mwanzo, kina kati na kina mwisho. Kwa hizi adha tunazozipitia lazima zije kuwa na mwisho. Maisha ni historia, na kwenye historia kuna kumbukumbu pia. Kwa hiyo kila kitu kinachotokea ni historia na kumbukumbu ya baadaye. Unajua Suku, wewe ni rafiki yangu wa karibu sana, na katika urafiki wetu tulitengeneza timu ya watu 4 yenye nguvu, Edo pamoja na Viva. Nakumbuka yale maisha ya utoto, japo wanasema umri unaenda kombo haurudi utotoni. Kuna siku nakumbuka uliiba maandazi ya bibi mkubwa. Kwa Majoi. Kwa Majoi. Kwa hiyo haijalishi tunapitia changamoto kiasi gani, lakini wanasema matatizo ndo chanzo cha kujifunza. Kingine, anaolia sana ndio ambaye atakuja kucheka baadaye, na anaocheka sana ndio atakuja kulia. Mimi naamini katika safari yetu ya mafanikio tutatoka, japo tupo katika tundu la sindano. Jamani, mimi nasikia sana usingizi. Naamini katika vita wanaume huwa washindwe. Naamini na ulinzi wa kutosha. Mimi nalala. Usiku mwema. Siku nyingine tena hii. Ngoja niwaangalie tena hii mitaila. Niwashe kideo mwendo wa kideo. Donyo. Ai, inahangaika. Imeshaanza kukonda, iangalie ilivyo imekondeana kama karakati. Wanatisika. Mama. Hao wanasurubika. Wamekonda. Ngoja kufa mficha moto mnakiona. Na baadaye mtaanza kufa kama kuku, mtaisha nyie. Mtakufa mmoja. Atakayetoka humo ndo mshindi, ndo kidume kijogoo. Ndo anapata miela kelekede. Hakuna pesa inayotafutwa kirahisi.
Pesa wanasema utatafuta kwa jasho, hilo ndo jasho lenyewe hilo. Atakaitoka ndo atakuwa tajiri. Nikapumzike zangu mie. Endeleeni kuteseka, nguruwe poli nye, ng'ombe wa mayai. Donyo! Donyo! Si tutauma matumbo sisi. Dada, kunywa maji. Haya maji yenyewe tumeyapata kama bahati tu. Na hatuna vikopo wala machupa ya kuhifadhia maji. Na hatujui kwa tunakwenda kama tutapata hata haya maji. Umesikia? Maji ni uhai. Unapopata nafasi ya kunywa maji. Sawa? Bora tukose chakula lakini maji yatatusaidia. Kingine hatujui uko mbele kwamba kuna maji au hakuna maji. Alafu kuhusu kuumwa matumbo ni mipango ya Mungu. Tunywe maji, Mungu atatusaidia tu. Suku, tuondokeni. Ndugu yangu Edo, leo nimeamini ukubwa Jalala. Ujue zamani nilipokuwa mtoto, ila siku hizi nimekuwa mkubwa, natamani tena kurudi utoto. Hii yote Edo ni kwa sababu ya vitu ambavyo vinatukuta huko msituni. Viva. Kuishi ni bahati na kufa ni wajibu. Hapana shaka hakuna kiumbe kitakachobakia. Swala sio kufa Edo. Na hapo issue kubwa ni kutangulia. Wewe kwani uko tayari kutangulia kufa Edo? Mimi siko tayari, labda wewe. Na hakuna aliyokufa alirudi duniani. Unajua kwenye huu msitu kuna viumbe vingi sana. Na kuna vitu vingi sana. Edo, bora tuondoke. Acha oga. Hakuna kiumbe cha kutuchanganya zaidi ya ule mzimu.